Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Mwijaku ameonekana kwa mara ya kwanza akikubali nyimbo mpya ya Diamond Platnumz. Nyimbo hii katika upande wa YouTube inashika namba 2 on trending, ikiwa na jumla ya viewers 900,000 inaelekea milioni. Sasa basi, huyu Mwijaku wakati ngoma inatoka alikuwa anaiponda sana na kusema ni nyimbo ya kawaida. Akatoa hadi makosa 7. Na pia kwenye hayo makosa mpaka akawaita BASATA kwamba huyu kijana ni muongo, na of course ni utani. Ni watu wa Kigoma. Kwa hiyo Diamond anatoka Kigoma, Mwijaku naye pia anatoka Kigoma. Sasa alichokifanya Mwijaku kwanza kabla ya yote siku moja na nyuma akasema kwamba uchambuzi umezingatia vigezo au sio. Kwa hiyo akisema kwamba kwenye uchambuzi wake anasema kwamba vigezo na masharti ya miundombinu ya Afrika au sio. Maana yake ni kwamba ameisifia kweli kweli au vipi bana. Lakini kwenye uchambuzi wa Mwijaku anasema kwamba kiukweli huyu mwanadada yuko vizuri kabisa au sio. Na kingine ni kwamba bwana Simba alikuwa anashuka kwenye farasi, mwanadada amemsubiria pale kwenye dirishani, anaonyesha kabisa kwamba Simba ni mtu mwingine kabisa au sio. Kwa hiyo alikuwa anatoa uchambuzi wake, na kwenye uchambuzi wake huo Mwijaku alikuwa anacheza kidogo na alikuwa anaonyesha kwa au sio kwenye screen yake akisema kabisa kwamba hii ngoma ilikuwa ni kali sana, ni kali kweli kweli. Lakini pia tunaona Diamond kuna sehemu iko swimming pool au sio, tunaona kifua wazi na vitu kama hivyo, anamfuata mwanadada pale. Kiukweli uchambuzi wa Mwijaku ndio umeleta kwenye hii habari. Ameandika uchambuzi huu umezingatia vigezo na masharti na muziki wenye mirindimo ya Afrika, akisema kabisa kwamba amechambua kitu ambacho kiko bora sana au sio bwana. Katika uchambuzi wa Mwijaku watu wamekuja pale. Karim Story anasema Mwijaku unatuonaje bana? Unatuonaje? Unatuonaje kwa sababu tunaona wewe ni mtu ambaye ulikuwa unamponda sana Simba. Mwingine anasema kwamba Mwijaku kalipwa. Kalipwa aje aseme video imeshutiwa Madagascar au sio bwana. Mwingine akasema ile Mwijaku huyu ndio supporter mkubwa zaidi wa kazi za Diamond. Ulikuwa kama ujui huyu Mwijaku anatumia njia tofauti na wengine. Yeye yuko katika njia ya kuponda. Huyu ndio mtu wa karibu wa kupushi kazi za Mondi kabisa. Mzee unatumia negative way na ndio maana Mondi anamlipa kwa kipaji chake hicho. Mwingine moja kati ya promotion bora 2026 ni hii. Yani Mwijaku tu kusupport tu ngoma ya Simba, yani ni promotion moja kubwa sana. Shabiki namba 1 wa Diamond ni Mwijaku, akili mtu wangu. Mwingine akaja hapa akasema huo ndio ukweli. Mungu akuponye Mwijaku. Mwingine anasema huku una enjoy. Mara amesema video imeshutiwa Madagascar. Mwingine anasema Mwijaku ameona makosa, sasa wewe ni nani upinge? Kwani kuna mtu unampangia maisha afu walisema wasupport wasanii. Nimekumbuka. Huku una enjoy. Jamaa anawalisha watu wengi sana bila yeye. Mwingine anasema kwamba Batani. Mwijaku anasema twende YouTube tena tukaangalia ili tumuongezee tena, tukaangalia ili tumuongezee viewers. Hiyo unafanya branding, sema tu hujui au sio bwana. Wewe ndio hujui kwamba wewe umuelewi Mwijaku mpaka leo unafikiri hajui anachokifanya. Anajua tu, kwani siku hizi watu hawapati viewers. Watu wamechoka nini? Hatuwezi kwenda YouTube kuwa brand, sisi wenyewe tumechoka. Basi sema wewe naye muda mwingine unajielewa unachokiongea. Hapo kwenye kifua umeanza kumonea wivu Zuchu. Sio, alikuwa anamsifia Diamond kwenye kifua, amevua t-shirt, kifua kiko wazi na kusema kwamba kifua kiko vizuri. Mwingine ni Nana Dolls akasema ila wewe akasema VR checking. Mwingine akasema kwa kikubwa usha view inatosha. Unajua unatuona mbona wewe tumbo wazi mtoto wa Kiislamu. Mbona hata yeye pia tumbo liko wazi. Video King acha ujinga chawa, ulifaa kuwa dalali kaka. Mwangesema kwa hiyo unatushauri nini mzee? VR tunasubiri ya kwako sio? Kwa hiyo tunaona watu wamemshukuru Mwijaku. Wengine wanasema kwamba wanashukuru kwa promotion ambayo inaitoa bure kabisa kwa Simba. Lakini hakuishia hapo. Hakuishia hapo.
aliweza kutoa maoni yake kuhusiana na hii ngoma ambapo na baada ya kuchambua ngoma hiyo ameonekana kwenye gari akisema nyoko zako Mwambino, sema leo biriani analilia sehemu fulani hivi. Sasa baada ya hapo Diamond akaenda akasema kwamba nimegundua siku nikifa wewe utalia sana au sio? Yani atalia sana Mwijaku kwa sababu Mwijaku kwa namna moja ama nyingine inaonekana anaokota sana, na Mwijaku akasema Simba aka Mwambino sema hala au sio bwana. Kiboko ya wachawi alisema eti mwaka huu Toboy kuotishwa na maana gani? Mwijaku atatembea bila nguo kabisa na daa tahama, maana kibunda hapati tena kuisha habari yake. Mwingine anasema kwamba nawachekeaga sana mashabiki wa WCB na kutukana Mwijaku, kuna vitu tu hamjui. Yani kuna vitu ambavyo watu hawajui kutoka kwa Mwijaku kwa sababu kuna mmoja ama nyingine inaonekana Mwijaku anaokota sana kutoka kwa Diamond Platnumz na wanamtukana, lakini hawajui kumbe jamaa anasapoti kazi za Diamond bila watu kujua, na hii inaashiria kabisa kwamba Mwijaku ana mapenzi makubwa na Diamond. Kweli Tanzania usipojiongeza unakufa njaa ya Mungu mengi ya kuku mayai. We shabiki number 1 wa Diamond. Mwingine akasema kwamba na lipsheni umepaka usipomleo Mwijaku kuisha. Mbona sikuoni clown role model wangu akimwona muone. Mwingine akasema kwamba ondoa kwa hiyo umeanza kupaka lipstick mdomoni. Kweli bro, nimegundua Likiba anajikaza sana. Mwingine sema hadi mapozi kama Mwambino au sio bwana, yani anajitahidi kukopu na Mwambino au sio. Mwingine tunaona akasema amepaka lipstick mashallah Jack Boy. Mwingine akasema kwamba yani hadi na fly ukimaliza hii program kitambi kuisha. Mwingine akaja hapa akasema mara pap siku Madonna Dubai anatimia, watu wanapata connection ya Mwijaku. Mwingine akasema huyu Mwijaku anakukubali sema tu. Mwingine anasema Alikiba anavumilia mengi. Akisema Alikiba anavumilia mengi sema filter kaka ujue wewe mwanaume. Mwamba kashaona njia Baba Levo ndio njia sahihi, sasa naona anampambania Mwambino ipasavyo, soon tutakuona Wasafi FM. Sasa huo ulikuwa uchambuzi wa Mwijaku, na kuna mmoja ama nyingine tunaona ameonyesha ni jinsi gani anasapoti kazi ya Diamond Platnumz. Dondosha maoni yako na subscribe.